Leo nakusomea hadithi kutoka katika mkusanyiko wa hadithi za Sahih Muslim, hadithi namba 2662C. Na hadithi hii pia inapatikana katika vitabu vile vya Sahih Muslim, kitabu namba 46, hadithi namba 47. Inasema hivi: Aisha, mama wa waumini, alisema kwamba Mtume wa Mwenyezi Mungu aliitwa kuongoza sala ya maziko ya mtoto wa Ansari. Nikasema, huyu anayesema sasa ni Aisha, mjumbe wa Mwenyezi Mungu, kuna furaha kwa mtoto huyo ambaye ni ndege baina ya ndege wa peponi, kwani hakufanya dhambi wala hakufikia umri wa kufanya dhambi. Akasema, sasa anayesema hapa ni huyu Muhammad. Aisha, inaweza kuwa vinginevyo, kwa sababu Allah aliumba kwa ajili ya pepo wale wanaofaa kwa ajili yake wakiwa bado katika viuno vya baba zao, na aliumba kwa ajili ya Jahannam wale waliopaswa kwenda motoni, aliwaumba kwa ajili ya Jahannam wakiwa bado katika viuno vya baba zao. Haya ndio majibu ambayo Muhammad anampa Aisha, wakati Aisha alipokuwa na furaha akiona kwamba walau yule mtoto alikuwa wakifanyia mazishi kwamba yuko peponi. Lakini Muhammad anamjibu, la, haiko hivyo, kwa sababu yawezekana huyu mtoto yuko motoni. Kwa nini nimesoma hadithi hii? Hadithi hii ni mojawapo hadithi nyingi kama nilokusomea mara ya mwisho, kwamba Mungu huyu Allah wa Waislamu si Mungu wa rehema wala Mungu wa huruma wala Mungu wa upendo, kwa sababu hatima yako mwanadamu ameshaiamua tangu ulipokuwa kivinoni mwa baba zako. Kwa hiyo yeye Allah huyu anaingiza motoni hata watoto wachanga bila ya kujali wametenda dhambi au la, kwa sababu ni Allah aliamua. Nikusomee neno kutoka katika Biblia na kusomea katika Injili ya Marko sura ya 10 mstari wa 45. Nasema hivi, huyu ni Bwana Yesu alipokuwa sura ya 10 ya Injili ya Marko mstari wa 13. Basi wakamletea watoto wadogo ili waguse, wanafunzi wake wakawakemea. Ila Yesu alipoona alichukizwa sana, akawaambia, waacheni watoto wadogo waje kwangu, msiwazuie, kwa maana watoto kama hawa ufalme wa Mungu ni wao. Amin, nawaambieni, yeyote asiyekubali ufalme wa Mungu kama mtoto mdogo hataingia kabisa. Akawakumbatia, akaweka mikono juu yao, akawabarikia. Ndugu yangu Muislamu, nikutie moyo, kwa Yesu kuna amani. Ni Mungu wa upendo, ni Mungu ambaye hapendezi kuona wanadamu wakipotea. Ndio maana alikufa msalabani kwa ajili ya huruma ya baba yake, ili tupate wokovu, na akafufuka siku ya 3. Njoo kwake. Achana na Allah, si Mungu wa upendo, si Mungu wa rehema, si Mungu wa huruma. Na huyu Muhammad si nabii wa kweli. Njoo kwa Yesu, utapata amani, utapata maisha ya milele na raha ya milele.